Ni siku ya Jumatatu. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata kutoka katika Injili ya Yohane sura ile ya 16 kuanzia aya ya 29 hadi ile ya 33. Nitaisoma. Wanafunzi walimwambia Yesu, "Tazama, sasa wasema wazi wazi, wala huneni mithali yoyote. Sasa tumejua ya kuwa wewe wafahamu mambo yote, wala huna haja ya mtu akuulize. Kwa hiyo tutasadiki ya kwamba ulitoka kwa Mungu." Yesu akawajibu, "Je, mnasadiki sasa? Tazama, saa yaja, naam, imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha mimi peke yangu. Walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yupo pamoja nami. Haya nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yenu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu." Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika Injili ya Yohana sura ya 16 ndio usiku ule wa anguko kubwa la baadhi ya mitume, na baadaye pia ndio usiku huo ambapo Yesu Kristo anaenda kuteswa na kuweza kusalitiwa. Alikuwa akiwaeleza kwamba anakwenda kwa Baba. Sura ya 16 kuanzia aya ya 16 mpaka ya 23. Anasema, bado kitambo kidogo niko pamoja na ninyi, na pia bado kitambo kidogo hamuwezi kuniona. Ninakwenda kwa Baba, naenda kuandalia makao. Mitume hawa ambao kwa muda wa miaka 3 walikuwa wamewekeza kwa Yesu kwamba Yesu Kristo atakapofika Yerusalemu, maana yake yeye anapoenda kuchukua ule ufalme wao watakuja kuwa ni mawaziri. Hilo jambo halikuweza kuingia ndani ya akili zao. Wakawa wanajiuliza maswali mengi. Ni maneno gani haya unayozungumza? Yesu hakutaka kuweza kuingia katika akili zao ambazo zilikuwa zimegubikwa na mawazo ya kidunia. Akasimamia msimamo katika lile kusudi la Mwenyezi Mungu. Baadaye anapoendelea kuelekeza, ndipo sasa katika hii sura ya 16 kuanzia aya ya 29 mpaka ya 33, mitume hawa wanaanza kuzungumza kwamba sasa tazama, unazungumza wazi wazi, wala hutupatii neno lolote lile kwa mithali, kwa sababu unajua kila jambo, kwamba wewe umetoka kwa Mungu na utarudi kwa Mwenyezi Mungu, na unajua kila kitu. Wakasema, twasadiki kwamba ulitoka kwa Mwenyezi Mungu. Angalia, kumbe miaka yote 3 hawakuwa wamesadiki kwamba Yesu ametoka kwa Mwenyezi Mungu. Wanakuja kusadiki mwishoni kabisa kwamba Yesu ametoka kwa Mwenyezi Mungu. Wanapotamka maneno haya, ndipo Yesu anazungumza, anasema, "Je, mnasadiki sasa? Tazama, saa yaja, naam, imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha mimi peke yangu." Wataalamu wa mambo ya kiroho wanasema kwamba Yesu Kristo alijua udhaifu wa mitume wake. Alijua imani yao kwamba siku moja wangemwacha. Alijua udhaifu wa watu wake, alijua kushindwa kwao. Ingawa alijua hayo yote kwamba watakuja kumwacha na madhaifu yao, aliwapenda upeo. Na hiyo ndio sifa ya Yesu ya kipekee sana. Mpendwa mtazamaji, naomba uishikilie. Anajua madhaifu yetu kwamba tunamwacha mara kwa mara. Anajua mapungufu yetu kwamba hatusimami imara katika neno lake. Anajua kwamba leo hii tunamkiri, lakini kesho tumeanguka, lakini bado alitupenda, bado anatupenda, anakuja kwetu. Angalia maneno haya ambayo anayazungumza. Anasema kwamba, lakini ninyi mtaniacha, lakini mimi si peke yangu. Kwa katika safari ya maisha ya kiroho, kuna kipindi utaachwa na wale ambao walikuwa wamekuzunguka sana wakati wa mafanikio. Kuna watu wanakuja kwako nyakati za mafanikio, unadhani kama wanakupenda. Wanakuja kwa sababu wamekula mikate wakashiba. Wanakuja kwa sababu umewasaidia katika matatizo yao. Na hawa mitume walikuja kwa Yesu nyakati zile za mafanikio kwa sababu aliweza kuwalipia kodi, aliweza kuponya wagonjwa wao,
aliweza kuwalisha chakula, aliweza kuwapatia maisha. Kuna kipindi wakaja wakamwacha, na kuna kipindi utaachwa na wale wa karibu yako. Mambo yako yakiwa tu mabaya, unaposimama katika kusudi la Mwenyezi Mungu utaachwa. Kwa nyakati hizo ambazo za kuachwa, ufanye kitu namna gani? Yesu anatoa jibu kwamba mtaniacha, lakini mimi si peke yangu. Ukiachwa na marafiki zako, usife moyo ukaanza kuhangaika, kuanza kuwatafuta. Hauko peke yako. Yuko ambaye aliyekuleta hapa duniani, ambaye ni Mungu pekee, anayekujua. Yesu Kristo amesema siko peke yangu, Mungu Baba yuko pamoja na mimi. Mwenyezi Mungu huwa anakuwa pamoja na sisi katika nyakati za kuweza kuachwa. Kuna watu wakiachwa wanaanza kuwaza kujifanya, wanawaza kujidhuru, wanawaza kunywa sumu, wanawaza kujinyonga kwa sababu ameachwa. Tena umeachwa na mpenzi tu ambaye hamkuzaliwa pamoja, hamkuzaliwa katika tumbo moja, umeachwa tu. Unasema pressure inapanda, pressure inashuka. Unajua kusudi la Mwenyezi Mungu kuleta hapa duniani. Yesu alipotambua kusudi la Mwenyezi Mungu kumleta hapa duniani, alisimama imara katika kuweza kuachwa kwake. Alijua kwamba hayuko peke yake. Mwenyezi Mungu hajakuacha. Acha binadamu waweze kukuacha, lakini Mwenyezi Mungu atakupeleka kule. Yesu anasema mimi siko peke yangu, kwa kuwa Baba yupo pamoja na mimi. Na ili neno ndio likapata nguvu sana kwake. Baadaye katika hali hii Yesu anaonyesha sifa nyingine ya kuweza kuwa ni mtu wa msamaha. Amejua udhaifu wa watu wake, anajua mapungufu yao, anajua kwamba amemwacha, lakini alitoa msamaha. Na wewe mwenyewe katika siku ya leo uweze kuwa mtu wa msamaha. Tambua kabisa kama udhaifu wa wale watu wako wanaokuzunguka, kwamba si watu imara, ni dhaifu sana. Uweze kuwa na ule uwezo wa kuweza kuwasamehe. Na baadaye pia simama kwa kuwapatia neno. Angalia Yesu anavyozungumza, anasema nimewaambia haya mpate kuwa na amani ndani yangu. Anawapatia amani. Anawaambia ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Angalia sasa, anageuka kuweza kuwa mponyaji kwao, kwamba duniani dhiki zipo za kila aina, za kuachwa, za kufanya mambo mabaya, zipo. Lakini katika kitu kimoja ambacho hupaswi kuweza kukifanya kiingie ndani ya moyo wako, usije ukaruhusu dhiki hiyo ingie ndani ya nafsi yako. Jipe moyo. Hajasema kwamba waite watu, jamani njoni mnipe moyo kwa sababu mwenzenu nipo katika dhiki. Amesema jipe moyo wewe mwenyewe. Maisha ya dhiki ambayo utaweza kuyapitia kwa kuachwa katika mateso mbalimbali, hakuna mwingine ambaye anaweza kusimama na wewe isipokuwa Mwenyezi Mungu, na wewe mwenyewe kuweza kujipatia moyo kwamba hili jambo litapita na nitatembea katika kusudi la Mwenyezi Mungu na baadaye nitakuja kuwa mshindi. Hebu leo hii anza kujipa moyo wewe mwenyewe. Anza kujinenea maneno mema mazuri wewe mwenyewe. Anza kujibariki wewe mwenyewe. Usisubiri mtu mwingine aje akupatie moyo katika dhiki unayopitia. Na katika magumu unayopitia, utambue kwamba hauko peke yako, Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wewe. Na baadaye pia utambue udhaifu wa watu wanaokuzunguka katika safari ya maisha, ambao kila siku wanaonekana wako pamoja na wewe, lakini ni dhaifu, kwamba siku moja watakuacha. Ukitambua hilo, utasimama pamoja na Bwana. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.